Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT Dayosisi ya Karagwe, Askofu Dr. Benson Bagonza amesema vijana wa kizazi cha Gen Z wanahitaji kusikilizwa zaidi badala ya kuhutubiwa na kupewa majibu ya zamani kwa maswali wanayohoji kisasa. Maelezo hayo ya Askofu Bagonza ameandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Facebook, ambapo katika maandiko hayo amebainisha kwamba vijana hao hawana dini wala itikadi yoyote. Wamekuja Gen Z, wametikisa misingi, hawapokei majibu ya zamani kwa maswali ya kisasa. Hawajui cha mzazi, maana hata wao ni wazazi tayari. Hawana dini, hawana itikadi, hawana passport wala mpaka wa nchi, na hawana miiko iliyoandikwa. Risasi haiwapunguzi, inawaongeza. Mabomu ni mbolea yao. Wanahitaji kusikilizwa, sio kuhutubiwa. Zingatia, ameandika Bagonza katika ukurasa wake wa Facebook. Askofu Bagonza amebainisha kwamba hakuna jambo lisilokuwa na mwisho, huku akisema kutokana na mtiririko wa mambo kwa sasa, ikiwa Gen Z watatoweka, utakuwa mwanzo wa jambo jingine. Amesisitiza kuwa licha ya Gen Z kuwa hawatadumu milele, lakini ikiwa tofauti zitaendelea kuwepo, litakuja jambo lingine kuliko hali ya sasa. Ameongeza kwamba hakuna watu wanaoaminika pande zote mbili za mamla na Gen Z, na kwamba hakuna utamaduni wa kuwajibika wala kuaminiana linapokuja swala la maridhiano. Amesema kuna tume huru zisizo na watu huru na zenye watu wazuri wasiopenda kulaumiwa. Askofu Bagonza amesema kwamba ili kujikwamua katika hali ya sasa, ukweli na haki vinapaswa kuzingatiwa, huku akisema historia inabainisha mambo hayo yatasaidia kuiondoa taifa katika hali ya sasa. Amehitimisha kwa kusema damu isiyo na hatia isipokomboa inaangamiza. Ardhi haiwezi kustawisha mazao kwa kunywa damu. Imetosha, tusimwage nyingine, tutoe mahesabu yaliyomwagika bila kigugumizi, tuombe radhi kwa watu na tuombe rehema kwa Mungu. Tunayo ahadi, zinapokuja nyekundu sana kama damu, zitakuwa nyeupe kama theluji. Hayo ni maneno yake Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT Dayosisi ya Karagwe, Askofu Dr. Benson Bagonza. Kwa updates nyingine usiache kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii @mwanahalisi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.